Ahlan wa sahlan wa marhaba, hujambo na karibu mwanagenzi au mtazamaji katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Kiswahili. Kumbuka fika kuwa ni kipindi ambacho kwacho tuwaletea kila kaski au kila siku kwa minajili ya kukuelimisha ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha nyezi tasnia ya Kiswahili. Kipindi ambacho kwacho bila shaka tuangazia uchambuzi wa lugha, na katika uchambuzi wa lugha bila shaka watu wafanya nini? Tukubadilisha katika lugha ya Kimombo ili uweze kuyafahamu zaidi yale mambo ambayo huenda unayafahamu katika lugha ya Kimombo au Kiswahili, ili hali uyafahamu katika lugha ya Kiswahili, ama wajua katika Kiswahili ilali katika Kimombo huyafahamu. Tunataka tuende moja kwa moja. Basi natumai popote pale ulipo ubuheri wa afya. Kwangu mie mzima hadidi ja kitai cha mkarara. Nashukuru Dayani kwa kunenesha na kunipa siha anwai. Natumai umekwisha jitayarisha ipasavyo, una matini yako pamoja na kalamu mtazamaji. Leo tutataka tuangazie zana za vita. Zana za vita. Basi tunapozungumzia kuhusu zana za vita, bila shaka mtazamaji, ni zile vyombo ama vifaa ambavyo kwavyo tumika katika ama kwa kunapotokea vita, ama iwapo kuna adui fulani ambaye huenda na yataka kuteka ama kupateka mtazamaji, ama na yakuteka nyara. Basi vifaa hivyo ama vyombo hivyo tunavitumia kwa minajili ya kujikinga dhidi ya maadui au dhidi ya nini? Dhidi ya vita au mapigano mtazamaji. Na tutakuwa tukienda moja kwa moja, na bila shaka tutaanza na nini? Kumbuka kuwa katika zana za vita, zana hizi zimegawanywa katika sehemu mbili kwazo. Tuna zile za asili, halikadhalika tuna zile za kisasa. Tunapozungumzia kuhusu zana za vita za kiasili, ni zile zana ambazo kwazo mara nyingi zilikuwa zikitumika hapo awali, kabla labda hata huenda labda kabla tuzaliwe, nyakati za babu zetu. Zana za asili za vita za asili mtazamaji. Basi hapa tutaandika tu zana za asili. Kisha tuna zana za vita za nini? Za kisasa. Za kisasa. Za kisasa ni zile zana ambazo kwazo zinatumika sasa hivi tunavyozungumza mtazamaji. Basi tutaanza na zana za asili, na katika zana za asili tutaanza moja kwa moja na ule mfuko wa kuweka kisu. Mfuko wa kuweka kisu mtazamaji. Basi mfuko huo huitwa ala. Ala ni mfuko wa kuweka kisu. Iwapo maini una kisu pale sokoni, utapata kisu chenyewe kina mfuko wake. Mfuko huo huitwa ala. Kisha tunajambia. Na tunapozungumzia kuhusu jambia, ni kisu kikali sana na ni kipana mtazamaji. Kisu hiki ukiangazia katika ncha yake kimefanya nini? Peteka, na huvaliwa kwa kupachikwa kwenye nguo, au ikiwa umeikiona kisa ambacho kwacho wale wanaoenda vita mara nyingi wanakitumia, wanakipachika kwenye nguo mtazamaji. Kisu hicho ndicho kwacho huitwa jambia. Kisha kando na jambia tuna kitara. Kitara ni aina mojawapo ya upanga mwembamba unaotumiwa na kamanda. Kamanda hutumia aina hii ya upanga ili katika kukagua gwaride mtazamaji. Anapokagua gwaride ama anapoongoza katika gwaride hutumia upanga huu mwembamba, basi huitwa kitara.
Kando na kitara tuna manati. Manati huundwa kwa mpira na kijiti mtazamaji, na bila shaka twadokezea kwa wana panda ambao hutumika kudungulia ama kudengulia ndege. Kuna kifaa fulani ambacho kwacho nakumbuka hata sisi tukiwa watoto tulikuwa tunapenda tunakitengeneza kwa kijiti mtazamaji. Kisha tunaweka mpira, aina mojawapo ya mpira ama blada ukipenda kwa Kiingereza, unaiweka vizuri na huwa na nini, mti wenyewe ni mti ambao una sehemu mbili hivi mtazamaji, kisha unafunga hapa juu, alafu kuna sehemu hapo juu yake ama katikati hapo imetengenezwa vizuri, na unaweza weka nini, waweza weka jiwe mtazamaji. Basi kifaa hicho huitwa manati. Tuna mkuki. Basi mkuki ni silaha ambayo hutengenezwa kuchomeka chuma kilichochongoka na upigiliwa maturuma pande zote mbili kwenda juu. Hapo unajua mkuki mtazamaji. Mkuki na mshale waza za karibiana mtazamaji, lakini ni tofauti kidogo. Basi mkuki ambaye pia katika lugha ya Kimombo yazaita spear mtazamaji, hutengenezwa kuchomeka chuma kilichochongoka na kupigiliwa maturuma pande zote mbili kwenda juu. Kisha tuna mshale kuchomekwa kwenye upote na kurushwa mtazamaji, na kurushwa. Kisha vile vile tuna nini, bila shaka tuna kisu kikali sana, katika lugha ya Kimombo huitwa sword mtazamaji. Basi sword katika Kiswahili ni mtale, kisu kikali sana. Hawana wakati mwingine wana ncha ama pande zote mbili wana makali mtazamaji, ambaye sasa hivi yanitazama. Basi mtale ni kisu kikali sana, nasema waweza kita sword mtazamaji. Kisha kando na mshale tuna kifaa kingine cha zana nyinginezo za asili ambazo kwa zilikuwa zinatumika. Basi mtazamaji, tukiendelea na kipindi hapo kidogo. Huo ni mshale ambao nimesema hapo ni arrow. Kisha pale tulikuwa na mtale. Natumai basi umeweza kurekebisha hapo marekebisho kidogo. Haya, tuendelee. Tunataka tuendelee hala kwa sababu ya muda mtazamaji. Tuna ngao, na ngao bila shaka ni kitu kibapa chenye mashikio kati kinachotumiwa kujikinga wakati wa mapigano. Basi kio umekiona kitu kibapa sana mtazamaji, kifaa hicho huitwa ngao. Ngao katika lugha ya Kimombo ni shield mtazamaji. Ukienda katika bendera fulani, kwa mfano ya nchi ya Kenya, utaiona. Basi tuakita ngao. Katika lugha ya Kimombo hatuna budi kukita shield mtazamaji. Tutaka tuende hala tunamalizie zana za asili. Tuna nini? Tuna kifaa maalum ambacho kwacho bila shaka tudokezea kwa kuwa utengenezwa kwa ngozi na hutumiwa kuwekea mishale. Kifaa hicho huitwa riaka, ziaka au podo. Ni mfuko wa mshale mtazamaji. Podo, riaka au ziaka ni mfuko
wa mshale ambao hutumiwa katika kuweka pale nini mshale. Ikiwa umeiona mshale ambao nilikuelezea kwa ni arrow, basi huwa na mfuko wake ambao hutumiwa kuingiziwa ndani mtazamaji. Tuna pinde za kurushia mshale, pinde hizo huitwa uta. Pinde za kurushia mshale. Umeiona bunduki mtazamaji? Wale wanatumia bunduki mnajua askari. Askari natumai mnajua kuna kile kisu ambacho huwekwa kwenye mtutu wa bunduki. Kisu hicho bila shaka huitwa singe. Basi kisu hicho nimesema huitwa singe. Kando na singe tuna ngozi ndogo ambao hufungwa kamba na uzungushwa ukirusha jiwe. Kuna jamaa fulani alitumia ngozi hiyo mtazamaji. Basi aliweza kutumia, ukienda kwenye Biblia pale, natumai Daudi na Goliathi pale, kuna aliyetumia ngao ama shield, na kuna yule aliyetumia nini, aliyetumia teo mtazamaji, ambao bila shaka unaweka jiwe kisha unaweza peperusha, na ukiachilia mtazamaji, bila shaka utajipata chini. Ukiachiliwa waweza jipata chini mtazamaji. Basi kifaa hicho huitwa teo ama sling ukipenda katika lugha ya Kimombo. Tuna sasa ile ambayo bila shaka bado tunaweza tukakiita sword. Sasa hiyo ndio sword yenyewe kabisa, achana na ile ambayo tulinini, ambaye ni sword lakini sio vile sana. Hiyo simi mtazamaji, simi ndio sasa sword yenyewe mtazamaji, kisu kikubwa chenye makali pande zote. Kisha natumai tumekwisha kamilisha sehemu kwazo zana za asili. Tutataka tuangazie zana za kisasa, ni zile zana ambazo kwazo zinatumika sasa hivi tunavyozungumza, ndizo kwazo hutumiwa sana, zana za kisasa. Katika zana za kisasa mtazamaji, tutakuwa tukiangazia aina gani kwayo ya zana. Tuna zana, tutaanza na bunduki. Aina mojawapo ya zana ambayo inatumika kwa wingi, bunduki. Basi bunduki ni silaha ya kufyatulia risasi kwa nguvu. Silaha ya kufyatulia, natumai kila mtu anajua bunduki. Katika lugha ya Kimombo labda yazaita gun. Basi gun mtazamaji ambaye sasa hivi nitazama, tuna bastola. Basi bastola ni bunduki ndogo inayoshikwa kwa kufyatuliwa kwa mkono mmoja. Katika Kiswahili waweza kiita pistol. Pistol mtazamaji ambaye sasa hivi yafanya nini, yanitazama kwa lugha mombo ya Kiingereza, katika lugha nyenzi ya Kiingereza au Kimombo kunradhi. Kisha tuna bunduki ndefu iliyo nyepesi na ambayo huegemeshwa begani wakati inapo ama wanapo fyatua mtazamaji, huwekwa kwenye bega na ni nyepesi sana na ni ndefu, basi huitwa bazoka. Kisha kando na bazoka mtazamaji, tuna zana nyinginezo za kisasa. Kwa mfano tuna beneti. Beneti ni kisu kirefu kinachochomekwa pembeni mwa mtutu wa bunduki. Pale kwenye mtutu wa bunduki pembeni pale, pembo ni hiyo kando yake mtazamaji, kuna kisu kingine pale pia ambacho kwacho
kuchomekwa huitwa nini? Beneti. Kumbuka kuna tulipokuwa tukizungumzia kuhusu zana za asili, pia nilikudokezea kuwa tuna kisu fulani ambacho kwacho huwekwa kwenye mtutu wa nini? Wa bunduki, na bila shaka nisema kwa huitwa singe. Na pia hapa tuna beneti huweta pale kwenye nini? Huwekwa pembeni mwa mtutu wa bunduki. Tuna bunduki inayopiga risasi nyingi kwa mfululizo, mtazamaji. Risasi nyingi kwa mfululizo papa mara moja, na itakuwa imefanya nini? Imekamilisha shughuli yake, basi huitwa bombomu. Basi bombomu, iwapo umei kiona kifaa hicho ama umei sikia, mtazamaji, huitwa bombomu, ama katika lugha ya Kimombo huitwa machine gun. Basi mtazamaji, kumbuka tutazidi kuangazia zana za kisasa. Tumeangazia bunduki, tumeangazia bastola, tumeangazia bazoka, beneti, tuna bombomu ambayo tulikuwa tuangazia. Nimesema katika lugha ya Kimombo ni machine gun, mtazamaji. Hii ni bunduki hatari sana. Fiatiwa risasi kwa mfululizo. Kisha tuna bomu ama bomb tu, mtazamaji. Basi ni neno ambalo limetoholewa ama limeondolewa katika lugha ya Kimombo moja kwa moja karitadi ile wanyenzi ya Kiswahili kwa kuongeza tu herufi moja pale mwisho wa neno hilo. Bomu ni kombora ambalo hutengenezwa kwa chupa na urushwa na kulipuka, mtazamaji. Kisha tuna deraya. Deraya ni vazi maalum ambalo hutengenezwa kwa chuma na urushwa ili kuzuia risasi kupenya mwilini. Deraya au dirizi. Basi deraya ni bulletproof, mtazamaji, katika lugha ya Kimombo, bulletproof. Basi deraya ni vazi ambalo hutengenezwa kwa chuma ili kuzuia risasi kupenyeza mwilini. Katika lugha ya Kimombo nimesema ni bulletproof. Kisha vazi hilo pia nimesema huitwa dirizi. Tuna tuna gumegume, bunduki inayotumia vijiwe maalum kulipua baruti. Tumia vijiwe, mtazamaji, huitwa gumegume. Gumegume basi ni bunduki ambalo kwalo bila shaka tudokeza kuwa kutumia vijiwe maalum ili kulipulia baruti. Tuna gruneti ama gruneti, mtazamaji, na bila shaka ni aina mojawapo ya bomu, lakini ni bomu dogo na utupwa kwa mkono. Gruneti au gruneti, mtazamaji, gruneti. Kanda gruneti
Basi guruneti hiyo katika lugha ya Kimombo huitwa grenade au grenade, ngana jinsi utakavyosoma mtazamaji. Kisha tuna jeti, aina ya ndege ya kivita ambayo huenda kwa kasi sana. Jeti katika lugha tu ya Kimombo ni jet, ni aina ya ndege ya vita ya kivita, hutumika katika vita na huenda kwa kasi sana mtazamaji. Jet au jet katika lugha ya Kiswahili. Tuna gari la chuma la kivita lenye mizinga huitwa kifaru. Kifaru ndio kwayo ubeba mzinga. Basi nimesema kifaru ni gari la chuma la kivita. Niyo tanka. Basi ubeba nini? Ubeba mzinga ndani yake. Basi tanka katika lugha ya Kimombo. Kisha kana gari hilo tuna kombora. Kombora ni bomu inayofyatuliwa na mzinga. Ni bomu ambalo kwa hilo bila shaka linapofyatuliwa lazima kuwepo na mzinga pale. Basi hiyo kombora katika lugha ya Kimombo tunaita missile. Kisha kando na kombora tukimalizia tumesalia kama mbili hivi, tuna meli ya baharini, na meli hii bila shaka huundwa kwa chuma na yenye silaha za kivita. Katika lugha ya Kimombo huitwa monowari. Basi kumbuka kwa tulikuwa tuangazia kuhusu manowari au monowari. Yote ni mmoja mtazamaji, ni kibadala cha kingine, ni kama vile kusema harusi na harusi. Basi warship katika lugha ya Kimombo ni meli inayotengenezwa ama inayoundwa ya bahari, inayoundwa kwa chuma na yenye silaha za kivita. Kisha mzinga ni chombo cha kivita cha chuma ambacho hutumiwa kurushia risasi. Mzinga ndio kwayo hutumiwa kurusha nini? Risasi mtazamaji. Huwa ni cha chuma na ambacho hutumiwa kurushia risasi. Kisha tukimalizia tuna nyambizi. Nyambizi vile vile pia ni aina mojawapo ya chombo cha kivita ambacho ama ni meli ya kivita ambayo usafiri chini ya maji. Basi nyambizi. Basi katika lugha ya Kimombo mtazamaji twakiita submarine. Ni chombo ama aina mojawapo ya meli ya kivita ambayo kwayo usafiri chini ya maji. Na mwisho kabisa tuna risasi.